kufa kwa Yesu. Sijui wewe umeibebaje hiyo siku. Sema amina. Lakini tunataka tujue kusudi la Kristo ama kusudi la Mungu kumruhusu Yesu akafa. Sasa tutajifunza mambo mengi sana ambayo yatusaidia. Sema amina. Unaweza kuandika tu kusudi la Mungu kumtoa mwanae. Tukumbuke kitabu cha Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Alimtoaje? Alimtoa awe nabii, awe sadaka kwa ajili yetu, si kwa sababu ya watu wenye haki, lakini alisubutu kufa kwa sababu ya watu wenye haki. Ndio maana leo dunia nzima, nimekuwa nikiangalia kwa TV, wananiambia misalaba, wanatembea nao, wanaanguka, wanainuka, wengine hata wanapigiwa misumari msalabani kama Yesu. Na hii ni ajabu sana. Sema amina. Lakini kwetu sisi ambao tumemjua Kristo kwa namna ya kipekee, si vile watu wengine wanavyochukulia siku hii. Wengine wameingia kwenye mababa, wao wanakunywa pombe, wanafanya malaya, wanasherehekea Yesu aliyekufa na kufufuka, kwa sababu hawaje kujua kile ambacho kilifanya Mungu atoe mwanae azaliwe katika mwili, atutoe katika ile hali ambayo ilitufunga, lakini wao wanajitia tena kwenye shida. Sema amina. Umewahi kujua kabisa kwamba katika siku kama hizi ndio biashara zote haramu zinakuwa na kasi kubwa? Ndio mabai inajaa watu, ndio bangi inauzwa kwa wingi, ndio miraa inanunuliwa kwa wingi. Hata wale ambao wanaenda kununua malaya watakuta wamebukiwa, wanaweza kukosa, kwa sababu watu wanafanya hivyo wakisherehekea kwa sababu ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Na mimi ndio nasemaga, jamani, dini bila wokovu ni hasara kubwa. Sema amina. Maana hata sisi tulizaliwa huko, tukajikuta tumetembea katika hiyo hali ya kufungwa. That's why Mungu tulikuwa tunamwomba tumuone. Mwisho tunajipata kwa waganga wa kienyeji kwenda kutafuta misaada. Mwisho tunaomba mizimu ya kifamilia ili tusaidie, kwa sababu Mungu yule hatukumwona kule kanisani. Lakini sasa tumempata Mungu ambaye tukimwita hata hapa mtu anapona. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Changalia watu wengi hapa Mungu ambao wamefungwa, tunamshukuru Mungu. Binti alikuwa anatusumbua hapa juzi, tunapeleka mabizi. Sasa hivi namuona yuko vizuri. Ukimpa Biblia atakisoma, alikuwa anakaa kama anataka kuzimia. Yaani Biblia tukimpa inampa shida. Lakini sasa hivi anaisoma, anasikia vizuri. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo yalikuwa yanamsumbua pengine kwenye koo yake amepona. Atakapokuwa na nguvu atakusaidia, atashuhudia ile Mungu amemtendea. Sema amina. Kwa hivyo tunazungumza habari za Mungu ambaye tunamuita, anashuka na anajidhihirisha. Jumapili nikifundisha somo ambalo ni different sana, pengine hujawahi kulisikia. Na pia nitajoin kwa kupitia hiyo fundisho, namna pia ambavyo Mungu amekuja ili akutolee mipaka ambayo alikuwekea wewe kwenye biashara yako, kwenye nyumba yako, kwa familia na kila kitu. Sema amina. Mungu atazungumza na watu. Sasa tunashangaa watu kwenye dini wanasherehekea, wanafanya sherehe za pombe, sherehe za ajabu. Wanasema kafufuka Yesu. Nakumbuka kule kwetu, sijui kwenye mabaa asubuhi wanaamka wakiweka zile nyimbo. Unajua ile Biblia imefunguliwa. Unasikia kafufuka Kristo tufurahi wote. Kafufuka Kristo tuimbe haleluya. Tuimbe wote haleluya. 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 Na watu kwenye ulevi wanapiga cheers. Sema amina. Amen. Na wanasema ni siku ya kufufuka kwa nani? Kwa Kristo. Ni hatari sana.
Lakini sisi ambao Mungu ametupatia hii neema, inatupasa hata leo na kesho na kesho kutwa, kama Mungu akikupa neema, muelezee jirani habari za Yesu, muelezee rafiki yako, hata kwenu kienda waelezee. Hiyo ni fursa ambayo Mungu ametupatia. Mimi sichukui kwamba ni vibaya watu kusherekea, lakini pia ni vizuri ili tupate nafasi ya kuelezea watu umuhimu wa Yesu kuja duniani. Sema amina. Amen. Na watu wajue kusudi la nani? La Mungu. Wiki hii hakikisha umepata hata mtu mmoja okoke. Hakikisha umemwambia mtu habari za Yesu. Wewe ni jirani yako, wewe ni mtu unafanya biashara, popote pale utapata hiyo neema, zungumza habari za Yesu. Sema amina. Amen. Hauhitaji kujua maandiko mengi, lakini ulijua tu kusudi la Yesu. Haleluya. Yesu, makofi mazuri kama ninaelewa. Sasa Yesu ni dhabihu ambayo Mungu ameitoa kwa ajili ya dhambi zetu. Hakuna namna tungesamehewa dhambi, kwa sababu hata wanyama waliotolewa kipindi kile, damu ikamwagwa, haikuwa inaondoa dhambi, ilifunika dhambi. Lakini Yesu alipokuja, amekuja kututakasa kabisa. Yaani hata kama ulikuwa mwekundu, wewe mweupe kama pamba. Na uzuri wa Mungu akishakusamea, kumbuki dhambi zako tena. Kwa hivyo ukisamehewa, usikumbuke dhambi zote tena. Wewe ulishasamehewa. Ishi maisha matakatifu. Kwa sababu mbinguni hakuingii kilicho kinyonge, hakuingii kilicho kidhaifu, hakuingii mwenye dhambi. Sema amina. Amen. Nisifundisha wakati mwingine kasema kwa nini tunazaliwa mara pili? Kwa sababu kuna uzao wa kibinadamu na kuna uzao wa kimungu. Uzao wa binadamu ni wakati wa kutoka wakati wa Adam. Na Adam alitenda dhambi na akalaaniwa. Kwa hiyo watu wote ambao wanazaliwa na Adam wote wamelaaniwa. Sema amina. Yaani ukizaliwa na mwanamke already umelaaniwa. Kizazi hata kizazi. Ikiwa umezaliwa kwa familia ambayo hajaokoka, watu wenu hawajui Mungu, wanaenda tukadiliza kawaida tu, already wewe unalaaniwa. Kwa sababu laana haiondoki kama sio nini. Neno maana ya kuokoka nini? Neno maana ya kuokoka ni kuescape ama ni kutoka kwenye hukumu. Maana Mungu, Adam alipotenda dhambi, Mungu alimlaani na akalaani ardhi. Kwa hivyo vitu vyote vimelaaniwa. Kwa hivyo ilibidi afanyike mtu mwingine ambaye atakuja si kama mwanadamu, lakini Mungu aliyevaa mwili akazaliwa kwetu kama mwanadamu, ili tuzaliwe mara nyingine tena, tutolewe ile DNA ya kibinadamu ile ambayo imelaaniwa. Sema amina. Tuvae DNA ya kimungu. That's why kitabu cha John chapter 1 kinasema wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu. Ni wale ambao walizaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mtu wala si katika mwili, bali katika Mungu. Kwa hiyo ikabidi uzaliwe mara pili kwa Adamu wa pili ambaye ni Kristo Yesu. Tuna Adamu wawili. Adamu wa kwanza ni wa udongo. Adamu wa pili ni wa kiroho ambaye ni Yesu. Haikuhitajika mwanaume na mwanamke kukutana azaliwe. Alishuka kutoka mbinguni, akaingia katika tumbo la binadamu, akavaa mwili wa binadamu, akazaliwa kwetu. Suseme amen. Ndio maana kitabu cha John chapter 1 anasema hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Basi kwa yeye hakuna chochote kilichofanyika. Mstari wa 8 anasema kwamba huyo neno akafanyika mwili, naye akazaliwa kwetu, tukaona utukufu wake kama mwana pekee atokaye kwa Baba mwenye utukufu. So kuna mimi nasema wote waliopokea aliwapa uwezo kufanyika wana. Waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mtu wala si kwa mapenzi ya mwili, lakini katika Mungu. Kwa hivyo tunapozaliwa tunapewa uwezo kutubadilisha, tunaitwa watoto wa Mungu. Wacha nikupe siri. Wengi wetu ambao tunazaliwa mara ya pili, kwa sababu tunasema tunaokoka. Mtu aliyezaliwa mara ya pili akavaa DNA ya Mungu hatendi dhambi na hang'ang'ani mwenyewe kuacha dhambi, inakuwa ni automatic. Kwa sababu mtoto hufanana na baba yake. Tulifanana na Adamu wa kwanza. Sasa tunafanana na Adamu wa ngapi? Sema amina. Sasa kitabu cha Korinto ile wa kwanza ile sura 15 46 47.
Ndio ujue kuna derivation. Tulitolewa katika mwanadamu wa mwili, tukaingia kulikuwa mwanadamu. Kwa hivyo ukiona unang'ang'ana kupenda kuacha dhambi, bado kuna symptom fulani baba linakufuatilia. Sema amina. Kwa usiseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu makofi mazuri. Unajua Wakristo wengi wamesema kusema Mungu mwanadamu, anasema unajua sisi wakamilifu, sisi bado ni wadhaifu. Wewe ukijua wewe hakuna kamilifu, unajua mbinguni wewe. Sasa Biblia inasema tunakamilishwa na nani? Na Kristo Yesu. Sema amina. Maana ametutoa kule kwenye utumwa wa dhambi. Maana dhambi ni utumwa. Ukikuta tunafanya dhambi wakati ule, si kwamba tulipenda kuzitenda. Lakini spirit iko ndani yetu itusukuma kufanya dhambi. Hata tumetolewa ile spirit ya kidunia, tukabadilisha spirit ya kimungu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tukisamehewa tutoke kwenye magonjwa, tutoke kwa laana zinazotutesa, tutoke kwa umaskini, tutoke kwa unyona adui, wacha Yesu tuone tena. Jemedali Mungu Kristo akiwa ndani yetu. Sema amina. Yesu makofi mazuri. Soma mtu wa Mungu. Soma kama ilivyoandikwa. Wakorintho wa kwanza 15:47. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Anatoka katika nchi. Ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Anatoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo. Ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni. Ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake yule udongo. Kama tulivyochukua sura yake yule alivyokuwa udongo. Kadhalika tutachukua sura yake yeye ndiye wa mbinguni. Kwa hivyo tulikuwa tumezaliwa kwa mtu wa udongo ambaye amelaaniwa. Kitabu cha John chapter 1:3 usome pale 18 pale. Ama tuanzie tu hiyo 16. Nasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Anayemwamini hahukumiwi. Kwa mtu ambaye hajamwamini Kristo yuko chini ya laana. Sema amina. Hawezi kuepuka wachawi. Hawezi kuepuka waganga. Hawezi kumwambia mchawi hawezi kuniroga na Yesu. Hujazaliwa mara ya pili. Mtu ambaye kuna ujasiri wa kusema kwamba siwezi kurogwa ni mtu amezaliwa mara ya pili. Maana yeye ni mtu wa mbinguni, anafanana na Kristo. Kristo aliogeki. Kristo hakuwa mgonjwa. Kristo hakwenda hospitalini. Si useme amen. Amen yako ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kristo hakuwa na laana. Ndio maana ilibidi damu ambayo ni takatifu, damu ya Mungu mwenyewe. Unajua tu hajajua Yesu ni Mungu. Na damu iliyomwagika ilikuwa ni ya Mungu. Hebu soma kitabu cha Matendo ya Mitume 20:28 kama sijakosea. Damu iliyomwagika ni ya Mungu. Damu iliyotakaswa, damu ambayo ni takatifu. Sema amina. Ili tukomboe mimi na wewe tuwe huru. Kwa hivyo kusudi la Mungu kumtoa Yesu afe msalabani ni kututoa katika utumwa wa dhambi, tusamehewe, alafu tubadilishwe, tupewe uwezo wa kuitwa watoto wa nani? Wa Mungu. Tuvae DNA ya nani? Ya Mungu. Mtoto wa ng'ombe, mtoto wa nyoka, mtoto wa ng'ombe. Kwani sauti zote ziko wapi? Mtoto wa ng'ombe, wa mbuzi, wa nyoka na wa Mungu. Sema amina. Soma tusikie. Matendo ya Mitume 20:28 inasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka nyinyi kuwa waangalizi. Ametuweka sisi kuwa waangalizi ndani yake mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Damu ya nani? Ya Mungu. Damu ya nani? Ya Mungu. Ambalo Mungu alinunua kwa damu ya nani? Yake. Sema nina. Nimenyeka kwa chini sana. Naongea na watu. Inasema alinunua kwa damu yake. Mungu alimwaga damu yake. Unajua kuna wenzetu kule nje wanasemaga huyo ni Mungu gani ambaye alikufa msalabani? Huyo ni Mungu gani ambaye alizaliwa kama mtoto? Hawezi wakaelewa. Tunapozungumzia habari za Roho Mtakatifu, habari za Mungu, habari za Yesu,
hatugawani Mungu. Mungu ni mmoja tu, lakini katika utendaji kazi wake anafanya kazi katika maeneo mangapi? Matatu. Ndio maana tunaweza tukawa na rais ambaye yeye ni rais wa nchi, the same time ni amiri jeshi, the same time mwenyekiti wa chama, the same time ni kansela. So sema amen. Lakini hajagawanyika. Sasa kiungu hawezi kufanana kama mwanadamu, anakwenda kwa style anayotaka yeye. Sema amina. Mungu anaweza akawa chochote, anaweza kaamua kawa mti, anaweza kaamua kawa chakula, anaweza kaamua kawa jiwe. Ndio maana anaitwa mti wa uzima, mwamba wa milele. Sema amina. Chakula cha uzima, mkate wa nini? Maji ya uzima. Yaani Yesu kila jina nalo. Sema amina. Kama ni ndugu, kama hauna ndugu, Yesu ni ndugu ya nani? Nasema Yesu ni ndugu wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Maana ulizaliwa uitwe ndugu wa Kristo. Kama Yesu ni mwana wa Mungu, the same time wewe ni mwana wa nani? Sema amina. Sema hata mimi ni mwana wa Mungu, ndugu yake Yesu. Ndio maana kitabu cha Yohana chapter 14 verse 12 anasema, mkiniamini mtafanya mambo makubwa kuliko yale nilifanya. Kama yalifanya na sisi tunafanyaje? Tunafanya. Tumetoka kwenye ile ulimwengu ambao adui alitutesa, alitugandamiza. Sasa tumenunuliwa kwa damu ya nani? Ya Kristo. Kitabu cha John chapter 3 verse 5. Mpendo nataka ikuingie. Ndio ujue kwamba kusudi la Mungu kumtoa mwanae ndio atuondoe kwenye utumwa wa dhambi, tuweze kushinda dhambi. Maana kwa nguvu zetu hatungeweza. Tunahitaji nguvu nyingine ya kiroho ambayo si ya kawaida. Mtu wengine kule mimi mngeniambia ningekaa miaka 24, miaka 15 bila watoto, miaka mingine 9 ndio Mungu amenipatia watoto. Alafu nikavumilia na mke wangu peke yake. Isingewezekana. Mimi namwambia mke wangu, mimi ningekuoa. Kama nilikuwa sijaokoka, pengine tungekuta tuko na wewe. Maana kila siku tunazaliwa new model. V8, V9, V10 na zinaonekana kwa macho. Lakini Mungu anafanya macho yako yaone. Sema amina. Amen. Asuseme amen. Amen. Bila yako kuna new model every day. Kwa hiyo kama una hajaokoka uombe sana. New model zinazaliwa. Kila kipita hivi, hata ukimtembea na mwanako, ukiona amegeuka nyuma usilalamike. Ameona new model. Kwa hiyo utembea kwa barabara, uone gari mpya lazima ugeuke. Ama ni omba. Sema amina. Amen. Yako iko chini. Kwa hivyo usianze kukuropokea mtu wako, wewe unaangalia kama hiyo kama hajaokoka, elewa macho yanaona. Inabidi pale macho mengine umuombe Mungu amuokoe, macho yake badilike, aanze kuona vitu vingine tofauti. Sema amina. Tumeelewana jamani? Soma. Yohana 3:5. Yesu akajibu. Hiyo waraka wa kwanza Yohana sura ya 3:5. Kama ulikuwa umeandika Yohana, andika kwa nyuma yake mmoja. Sina inaingia na tu. Sema amina. Amen. Waraka wa kwanza Yohana 3:5. Kwa kitu mstari wa 5. Nani mnajua ya kuwa? Nasema nani mnajua kwamba yeye alidhihirishwa ili asiondoe dhambi. Kwa hivyo ili asiondoe dhambi. Na dhambi haimo ndani yake. Na dhambi haimo ndani yake tena. Akae ndani yake. Nasema kila akae ndani yake hatendi dhambi. Hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi. Na kila atendaye dhambi hakumuona yeye. Hajamuona Yesu. Wala hakumtambua. Watoto wadogo. Mstari wa 9 nasemaje? Nane inasema. Mstari wa 9 inasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Uzao wa Mungu, yani DNA ya Mungu inakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Watu wengine wanataka kufundisha mafundisho sababu wanataka tu uko mtu wakwambia kila siku tunafundisha madhabahu na laana uishwe hela kila siku. Tunakwambia ukiwa umekuwa kuna laana za kuweza kufuatilia kwa sababu hawajai kujua kwamba laana zilikuwa na Yesu kwa msalabani. Akasema yote yameishi ili wewe uwe nini? Huru. Sema amina. Kinachosababisha laana ni kuishi katika dhambi. Mwambie mwenzako wewe, si ufurahie Yesu. Si alikuokoa. Si umesamehewa. Mtukuze Bwana. Sema amina. Mwambie jirani yako nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Sasa wengine wanaenda kwenye mabaa wanafanya
uasherati, wanavuta bangi na kunywa pombe, ni Yesu kafufuka. Sisi tumechomolewa huko kwenye pombe. Mimi nilikuwa nakumbuka Pastor Peter alikuwa analala kwa barabara. Mimi nakumbuka hizi za Pastor Peter hapa. Alikuwa anatembea na kinyasa. Hakujakubali kwamba yeye bado anajiona bado ni kijana miaka 18. Alafu hapo kuna kitu kilikuwa kinakuwa kinaitwa jeep. Yaani kila mwanaume hapa pamefura unajua ni hela. Kwa hivyo anatafuta kimefura vizuri na kama makanika yuko ndani. Pesa kidogo na jaza hapa. Unamtaka kutembea kama kiwete. Anajiona ni nini sana. Yesu alimtoa huko. Sema amina. Amewekwa jela kamiti, amestakiwa kwa makosa ya bunduki. Kwa hivyo na yeye pia alikuwa kauzi. Lakini Mungu alimtoa huko. Mimi nilikuwa mlevi, kwa mtu anachanganya, nilikuwa vuta bangi. Singependa kuona mwanamke yote anapita mbele yangu. Hata mimi nilikuwa natamani mtu nikishika kuonana na yeye na mimi nalia machozi. Ninakosaje kumuona, kuongea naye. Ni utumwa. Kwa hivyo Mungu alitutoa kule. Sema amina. Bali ambapo kila wakati magonjwa zinalitesa. Ukai mwingi unashika ugonjwa wa zina. Kila saa, kila daktari. Na kwa daktari mmoja alikuwa hapo Israeli. Ulipokienda kwake hakuulizi una ugonjwa gani. Anakuuliza natoa chafu. Kwa sababu anajua hili nimekupeleka hapa. Pastor Peter kwa mkumbuka. Walikuwa na wasiwasi unamkumbuka. Kwa hiyo alikuwa akiona tu kijana anajua wewe ni ugonjwa ulikuleta. Lakini Yesu alitutoa huko. Sasa hivi tunang'aa. Sema amina. Wanasema usioni vinang'aa vimefanyaje? Vimeundwa. Tumeundwa na nani? Na Kristo Yesu. Kwa hivyo Kristo alitoka kwenye hiyo utumwa wa dhambi. Leo kuna watu wanangojea Jumapili ifike waanze kulewa, waanze kufanya masherehe za ajabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kolossia chapter 1:13 nasema alitutoa katika ulimwengu wa giza akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akatufanya wapya. Kama ni magonjwa ya utoke, sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Petro wa pili, soma sura ya 2 mstari wa 24, usikie. Usiumwe tena, usitende ukiamini magonjwa. Ninaambia wakati mwingine kuna watu tunakuwa Mungu tuliokoka tunabeba vitu vya dini. Unakuta mtu amesema kwenye madhabahu kama hivi. Anaolewa. Anavalisha mke wake pete. Hadi tutaishi naye kwa magonjwa na kwa afya. Tutaishi naye kwa umaskini na kwa utajiri. Yaani hata aliyekufia hii kuondoa magonjwa yako anakuchungulia hivi ikiwa Biblia inasema huyu anataja nini. When you believe something na ukaja ukaconfess lazima itapasa. Kwa wale magonjwa ulitaja ujue lazima itakuja. Sema amina. Ulisema utavumilia. Uvumilivu lazima utavumilia, Bwana mateso lazima yaje. Mimi siamini kuishi kwa mateso. Siamini kuishi katika shida na magonjwa. Yesu alibeba magonjwa yangu. Kwa hiyo kama ni kuoa nitamwambia mke wangu I love you. Nitakubalia gari na tutakuwa matajiri. Tutakuwa na kampuni yetu, tutakuwa na mpaka Ulaya. Sema amina. Natamka mambo mazuri kwa sababu nabii wangu ni kinywa chako. Sema amina. Hauhitaji kwenda kuambia utabarikiwa. Ukiamka asubuhi sema nimebarikiwa. Naibariki siku yangu. Unabariki biashara yangu. Unabariki watoto wangu. Unaibariki ndoa yangu. Na siku ya leo nimebarikiwa yote itakuwa hivyo. When you confess kile ambacho naamini lazima kitafanyika. Soma mtu wa Mungu. Nitasoma waraka wa kwanza wa Petro. Sura ya 2:24. Nasema nini? Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Alichukua dhambi zetu katika mwili wake. Juu ya mti. Tukiwa wafu. Kwa mambo ya dhambi. Katika mambo ya dhambi. Tuwe hai. Kwa mambo ya haki. Katika mambo ya haki. Kwa kupigwa kwake. Ulipona. Hebu sema nimepona. Kama wewe mgonjwa sema nimepona. Kwa jina sema amina. Kwa sababu dhambi ndio inasababisha magonjwa. Dhambi ndio inasababisha vita kwenye ndoa. Dhambi inasababisha watoto wanaachwa kama yatima wazazi wao kwa hai. Dhambi ndio inafanya maovu mengi, watu wanapitia shida. Lakini tunaposamehewa na kukombolewa, tunatembea tukiamini kwamba tumeokolewa. Sema amina. Hakuna magonjwa, hakuna mauti. Sema hafi mtu hapa. Halafu ndio hospitalini hapa. Kwa jina sema amina. Pigie Yesu makofi mazuri. Wangapi naamini Yesu atawatembelea hata saa hii? Are you sure? Yes. Sure. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu akiwa ndani yetu,
hakuna kitakachoweza kuwa against us. Never. Usiogope mchawi, usiogope mganga, usiogope adui, usiogope yeyote. Yaani mimi ukinipigia siku moja uniambia pasta na hisi nimerogo, lazima nikuulize uliacha Yesu wapi? Ulirogo akiwa amelala? Yeye mwenyewe kasema kwenye kitabu cha Zaburi 121 mstari wa 2 anasema yeye aliyekuwa mlinzi wa Israeli, yeye ndiye mlinzi wako, hata lala wala hata sinzia, hata kulinda mchana na usiku. Jua litakupiga wakati wa mchana wala mwezi wakati wa usiku, atakulinda tangu sasa na hata sema amina. Sema ninalindwa kwa jina, sema ninalindwa. First John chapter 3 verse 8. Wewe unajua kujua shetani kazi zote ambazo aliweka ndani yake zimevunjwa mpaka leo. Kile kinafanya Kristo wengi wanateseka hata siku tena dhambi ni kukosa imani. Unajua nilikwambia imani ni kitu cha ajabu sana. Sasa hivi kile unasikiliza daktari kuhubiri kwenye redio akisema magonjwa yanaanza hivi, ugonjwa fulani chanzo chake ni hiki, ukitaka kujua ugonjwa fulani dalili hizi, akimaliza mahubiri utaanza kujikuna mahali ambapo palikuwa tawapawacha. Ndio maana kumbe sasa hivi unachomoka na kimbia hospitali. Kwa sababu imani huja kwa kuna vitu vingine unapaswa kukataa kuvisikiliza. Just listen neno la Mungu. Sema amina. Neno la Mungu litakwambia kwa mapigo Yesu ufanyaje? Ulipona. Kwa neno la Mungu litakwambia Yesu alifanyika laana ili ufanyaje? Ubarikiwe. Alidharauliwa ili ufanyaje? Uheshimike. Sema amina. Sema naheshimika kwa jina Yesu. Soma mtu wa Mungu. Tasoma raka kwanza wa Yohana 3 mstari wa 8. Nasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo tulikuwa tunatenda dhambi tukawa watoto wa Ibilisi. Lakini Yesu alipokuja akaenda msalabani, lengo la Mungu ni kututoa katika ule utumwa. Maana alidhihirishwa ili asivunje kazi za shetani. Usimwaze shetani, mwaze Yesu. Sema amina. Siku zote za maisha yako jifunze kumwaza nani? Yesu. Kwa sababu hizi mambo tunafundishwa hapo asijui, ukitaka kujua kuna mapepo sijui. Unajua kuna tumefika mahali tunafundisha kuhusu shetani zaidi kuliko kumfunza Mungu. Mpaka watu wanatembea na hofu. Hizo mende zinatembea kwenye nyumba zako si ya kawaida, kuna panya si za kawaida. Yaani watu wameaminishwa mpaka ikiona panya kwenye nyumba yake anaanza kuona si ya kawaida. Mpaka anasema kwa jina la Yesu panya nilishindwa ile Yesu. Unajua shetani alipomwelewa taifanya ikufe. Waanze kushuhudia unapata hiyo unapita kwenye mambo kama si ya kawaida, yakaendeka kufa. Kwa shetani alifanya ndio akule mawazo yako. Maana ukienda opposite, ukienda kinyume na kile ambacho unapaswa kuamini, shetani pia na nguvu zake atafanya kitu ndio endelee kuamini upotee kabisa. Sema amina. Ukishamwamini shetani, ukishamwamini Yesu, shetani mwingine. Mambo yako mambo mengine unaignore tu. Sema amina. Kwa kusudi hili alidhihirisha ile kazi za nini? Za Ibilisi. Kwa sababu atendaye dhambi ni nani? Ndio Ibilisi. Wewe ulitoka huko. Sema mwenzako kama hujatoka toka. Sema amina. Amen. Kazi ya Ibilisi ni vipi? Ni magonjwa, vifo, mateso kwenye ndoa, umaskini, laana, hizo zote zinatutesa. Ndio maana unaona kitabu kile cha Isaia 61 mstari wa kwanza. Soma tusikie. Watu wa Mungu, pendeni na imani. Wakati unaposikia ile maneno, ile neno linasema, beba ile neno kwa imani. Sema hapo nakamata. Hebu sema nakamata. Sema nakamata hapo. Yesu alikuja ili azivunje kazi za Ibilisi. Sema laana sio sehemu ya maisha yako. Magonjwa sio sehemu ya maisha yako. Umaskini sio sehemu ya maisha yako. Divorce sio sehemu ya maisha yako. Shida sio sehemu. Yesu aliziweka msalabani. Na siku ya leo binadamu anapokumbuka Yesu alikufa msalabani, wewe shida zako ziliondolewa. Si useme amen. Sio zinaondolewa, zilifanyaje? Ziliondolewa. Wewe ni kuamini tu afi natoweka. Kuna shida zile zinakaa ndani ya maisha ya watu sababu bado wanaziamini. Bado wanaziwaza. Sasa hivi hata nikikwambia kama una ugonjwa upone na bado kutoka kuendelea kuwaza ule ugonjwa hujapona, tayari utakula tu. Ndio maana sema amina. Sababu ile sema imani yako sio ya nini? Na mashaka. Just believe without
Si. Haleluya. Sema amina. Yesu makofi mazuri. Barikiwe sana. Beba imani. Mshike Yesu. Wewe si mtu aina yote. Tulitolewa huko. Kitabu cha Kolosai ile sura ya 2 mstari wa 3. Ngoja tusome maandiko tusikie. Tufunza nini? Yaani kuna wakati mwingine tunajiondoa tofahamu. Kuna watu ambao ni wagonjwa kwa sababu yale magonjwa yao. Kuna wakati mmoja niwaishi kuna ugonjwa wa sindano. Ni ugonjwa ulinitesa miaka mingi sana. Nikatembea kwa daktari kwa sindano. Siku moja kana yule daktari kanipima akaniambia kwambia wewe ugonjwa wako kwa akili yako, ugonjwa huu hauna ugonjwa. Na aliniambia hivyo akaniambia ulishaponaka au hata sikujua vile ilienda. Kuna watu wengine wagonjwa sababu wameweka kwenye akili zao, sababu imani yako iko low na adui akatuletea yeye kukupiga. Yesu alivunja kazi ya ibilisi, maana yake anataka uwe huru. Sema amina. Tusome kwanza kitabu cha Isaya ya kusoma. Soma kwanza hicho. Sikia na mwana. Tutasoma Isaya 61 mstari wa kwanza. Asema nini? Roho ya Bwana. Roho ya Bwana yuko juu yangu. Yuko juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Bwana amenitia mafuta. Nahubiria nyenyekevu habari njema. Nahubiria nyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwaganga waliovunjika moyo. Watangazia mateka uhuru wao. Amejana yako usivunjike moyo. Mwambie kwa sauti ya imani bana. Usivunjike moyo. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Na wale waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na siku ya kizazi cha Mungu wetu. Kwa hivyo tunaona Yesu amekuja kututoa katika utumwa, kututoa katika mahali ambapo tumetekwa na adui. Haya maandiko Yesu mwenyewe aliyakoti kwenye kitabu cha Luke chapter 4 from verse 17. Alipopewa chuo cha nabii Isaya akasoma maandiko haya. Alipomaliza akasema mambo haya yametimia machoni penu leo. Wajamaa wakachanganyikiwa, huyu mtu anazungumza nini? Wakataka kumtupa kwenye kilima, lakini kwa sababu saa zake zilikuwa hazijafika akapita katikati yao na hawakumuona. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawakujua walimpa kitabu akisome ndiye aliyebeba ukombozi wao. Ndio anakuja kusema nimekuja kumaliza hiyo mashida uko nazo. Maana hizi shida zile tuna dhambi tokea wakati wa Adam. Kizazi chetu ni cha dhambi. Kwa hivyo ilibidi atokee mtu mwingine abadilishe uzao wenu. Mzaliwe mara ya pili. Mtolewe kwenye uzao wa kibinadamu. Muitwe wana wa Mungu. Muishi maisha ya ushindi. Sema amina. Pigie Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Soma hicho kitabu cha Kolosai mtu wa Mungu. Kolosai 2:13. Nasema nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu ya kutokutahiriwa kwa miili yenu aliwafanya hai pamoja naye akisha kutusamehe makosa yetu. Kwa hivyo lengo la Mungu mtoa mwanae ni tusamehewe dhambi, na kwa sababu matokeo ya dhambi ni hizi shida zote za laana ambazo zimetukabilia. Sasa akitusamehe laana hizi nafasi tena, shetani hana uhalali tena. Kumbe wakati shetani anampiga mwanadamu, uwaga ana uhalali kupiga. Hata sasa hivi ukiwa Mkristo, umeokoka Yesu ni Bwana, ukirudi kwenye laana, umempatia shetani tiki ya kukushambulia. Sema amina. Na uwezo ukasema shetani shindwa ukiwa unatenda dhambi. You can't. Atakuchakaza, atakushambulia. Namna unavyosema shindwa ndio mambo yanaharibika, maana ako na warrant ya kushambulia. Nataka kufahamu Mungu na shetani huwa wanaongea. Kaulize Ayubu. Mungu anamuuliza shetani, "Umenionya mtumishi wako Ayubu?" Tena Mungu alimwangalia shetani akipita huko zake. Nikiwa nazunguka kaja pencho hapa. Kama umetoka hapa sasa nimetoka kuzunguka huko na kule. Kaambia okay, unaona mtumishi wako Ayubu mtu mwelekevu, mtu mcha Mungu, mtu mwenye haki na hakuna mtu kama yeye duniani. Shetani akaleta pesa zake pale, maana alijua alikuwa hana uhalali wa kumpiga nani Ayubu kwa namna yoyote, maana Ayubu alikuwa na ulinzi wa Mungu, maana alitembea katika njia ya haki. Sema amina. Haki itakulinda. Maana nimesema haki ya Mungu itakulinda hadi hawezi kukuona. Hata mchawi kila mmoja ngoja kuloge
Usisumbuke, usikukucha kusema shetani ashinda. Relax. Usiende kuomba kwa sababu umetishwa. Wewe auombe kwa sababu umetishwa. Unaomba kwa sababu ni pati yako ya kuongea na baba yako wa mbinguni. Sema amina. Hatukuja hapa kwenye mkesha kwa sababu tuna matatizo. Tumekuja hapa kutafuta Mungu wetu. Uwepo wake ukae ndani ya maisha yetu. Sema amina. Ikifika wakati wa matatizo tuna create mambo na yanafanyika. Tunatamka vitu vinafanyika tu. Haleluya. Sema amen. Sema mtu wa Mungu. Jamaliza. Akisha kuifuta ile hati. Akisha kuifuta ile hati. Iliyoandikwa kwa kutustaki. Iliyoandikwa kwa kutustaki. Kwa hukumu zake. Kwa hukumu zake. Iliyokuwa na uadui kwetu. Iliyokuwa na uadui kwetu. Akaiondoa isiwepo tena. Akaiondoa isiwepo tena. Akaigomea msalabani. Akaigomea msalabani. Akisha kuzivua enzi na mamlaka. Akishazivua enzi na mamlaka. Na kuzifanya kuwa kongwa. Kwa hivyo shetani alikuwa na hati ya mashtaka. That's why kitabu kile cha 1 Peter chapter 5 verse 8 inasema ya kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa sababu shetani kama mstaki wenu anazunguka kama simba ngurumaye akitafuta mtu ammeze. Kwa hivyo shetani anatafuta kwa mtu ni kufanya mistake, na huwa anatumia vitu vingi kushawishi ili akurudishe nyuma. Ndio maana wakati Ayubu alipokuwa akitoa sadaka akiwa mtoto wake, shetani alikuwa amekaa pale. Biblia inasema wakati Ayubu alipokuwa akitoa sadaka zake na akitoa watoto wake, shetani pia alijidulisha mbele katikati yao mbele za Mungu. Nini alikuwa anafanya pale? Alikuwa anataka confuse kwa mkosefu, lakini alishindwa. Ndio maana hapo ana nguvu ya kupiga Ayubu. Ndio maana anamwambia Mungu, wewe ulimzingira kwa mali, umempa utajiri wa kila aina, alafu tena ukampatia ulinzi, atamsaje kuabudu. Nyosha mkono wako sasa kuuze mali yake, tuone kama atakufuru. Na Mungu alijua Ayubu kupenda kusanya mali. Ndio maana akamruhusu. Akaambia nenda akaguze mali yake kusuguza roho yake. Ndio maana kitabu cha 1 Corinthians chapter 10 verse 13 Biblia inasema kwamba Mungu hataachia jaribu ambalo litapita kiwango cha kibinadamu, lakini atakuwa anatengeneza mlango wa kutokea. Kwa hivyo jaribu lolote Mungu ataachilia kwako, anajua utalishinda. Ukiona umeshinda jaribu, hiyo kitu hajatoka kwa Mungu. Hiyo sio jaribu, hiyo ni shetani amekuingilia, ama kuna mahali umefunga mlango. Sema amina. Kwa hivyo shetani ni persecutor. Maana jirani yako shetani ni persecutor. Wangapi wanaona vile mahakamani na mkono kwa mshairi? Persecutor kwa anasema huyu adhibiwe, adamkana ili iwe funzo kwa wengine. Kwa hivyo shetani naye ana hati ya nini? Ya mashtaka, ya kukutandika wakati unapofanya dhambi. Epuka dhambi ya kusudi. Dhambi ya kusudi inaga ya msamaha. Kitabu cha Hebrew chapter 10 verse 26 inasema tukitenda dhambi kwa kusudi baada ya kujua ukweli, hakuna sadaka nyingine itatolewa ili usamehewe, lakini kuna hukumu yenye kutisha itakayofuatiliana na wewe. Mungu atakusamehe kweli, utaingia mbinguni, lakini punishment hapa duniani lazima upate, maana umetenda ukijua. Umenielewa? Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukiokoka na ukishasamehewa, usifikiri vile ulitembea na bidii ya wenyewe zamani, vile labda uliua mtu, vile ulikuwa mkora. Shetani asikumbushe hizo vitu. Mwambie nilishasamehewa, ni mtoto wa Mungu. Sema amina. Akikufuatilia mwambie get out. Hapa si sehemu yako. Maana unaweza ukapitia tatizo mpaka unaanza kufikiria zile dhambi za zamani. Hata ni kwa sababu nilifanya hivi ndio. Ndio maana Biblia inasema akishakusamehe kumbuka dhambi zako tena. Amezitenganisha kama mashariki na magharibi, na kuna siku za kukutana tena. Kwa hivyo Mungu anaanza kuona kama malaika. Newborn. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumepata kusudi la Yesu ni kututoa katika utumwa, ni kusamehe dhambi, akuweka huru. Sasa tatizo tulionalo hatujui hicho. Ndio maana injili nyingi za leo zinasema ukija kwa Yesu utanunua gari, ukija kwa Yesu utaenda ng'ambo. Hakuna injili ya toba. Kuna maandiko yako hapa kwenye kitabu cha Luka, I think 47 na 14. Kuna maneno Mungu anataka kuzungumza hapa. Ile inasema ilibidi afe. Ilibidi mambo haya yatimie. Tusome hapo basi.
Joel Marekani 24. Kwa sababu usikumbuke mambo ya zamani. Kama tungefaa kukumbuka sisi tulifanya mambo mengine hata tutaishi pia. Ndio tunaogopa tulisema tutachukua na tunaweza wakabeba na mimi na nasi. Sema amina. Lakini tunaamini tulishasamehe. Akija ndako tumesamehe. Kwa hivyo magonjwa kama iko kwenye mwili wako leo, yaambie wewe hautakaa, umekuja hapa kimakosa. Mimi nishasamehe. Sema amina. Kama unaona kwenye ndoa yako kuna matatizo, no. Unless wewe unajaribu Mungu anachilia. Unajaribu utapewa tu neema ya kuendelea kusimama, ni mtihani lazima ufanye mpaka umalize. Ndio Mungu akupe ushindi. Sasa majaribu yakija, lengo la majaribu ni kukuinua level hadi level nyingine. Sema amina. Soma mtumishi wa Mungu. Nasoma Luka 24:46. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa hiyo injili ambayo Yesu aliacha ni moja tu, kuhubiri habari ya toba na ondoleo la dhambi. Sasa nauliza watoto wangu, hivyo ndio injili ilivyo leo? Nauliza, hivyo ndio injili ilivyo? Si inasemekana ukija Mungu ataua wachai wako. Ukija kwa Yesu wachai wako atauliwa wakati wale. Nimewahi kuona mpaka Wakristo wanataka kutoa mbegu ndio ambiwa. Hivi unajua unaposema Mungu maadili zako akamizi yaani wewe ni unamkera Mungu. This is not Old Testament. We stay in New Testament. New Testament inasemaje? Tuulize Biblia. Luke chapter 6:27. Hebu soma tusikie. Ukilaani maadili ni makosa. Makosa kabisa. Lakini yule adui ambaye hujui na anakunyanyasa, unaweza kusema Mungu maadili zangu wote Mungu anaweza kawapiga. Kwa sababu watu wengi kisha adui yako ni huyo. Wewe muombe tu mema. Sema amina. Amen. Amen. Sio nataka kumwambia akufe, hapana. Soma tusikie. Soma kama ilivyoandikwa Luka 6:40, Luka 6:27. Lakini nawaambia ninyi mnaosikiliza, watendeni adui zenu, watendeni mema wale ambao wanawachukia nyinyi. Sasa nikuulize swali. Yesu wewe ulikuwa mbaya sana. Ulitenda dhambi nyingi. Uliharibu ndoa za watu. Ulitoa mimba. Ulipiga watu ngeta. Rafiki yako pale anasema yeye alikuwa ukipita kwenye eneo lake huko Madale, una shati, una trouser, una mshipi, una kiatu. Lakini Mungu akatoa sadaka ya Yesu ili usamehe bure. Mbona na wewe usiombe maadili zako mema? Sema amina. Unapaswa na wewe kusamehe maadui zako. Uombe mazuri. Ndio maana sema siku zote ukija kwenye ibada yote, kama una kinyongo na mtu moyoni wako, kama kuna mtu hujasamehe, wewe unawajikana ni pasenti sala zako ni bure, sadaka zako ni bure, maombi yako ni bure. Hapo mahali Mungu anakusikiliza. Sema amina. Sasa kitabu cha Marko 11:25. Sio kusema ni pastor anasema. Kwa hiyo tujue kabisa kwamba haki yetu ya Pasaka ilifutwa wapi? Pale msalaba. Hiyo ndio kazi Yesu anafanya alifanya siku kama leo. Kwa hivyo kile watu wanakumbuka leo. Ndivyo Yesu alifanya pale msalabani kwamba akufe, abebe laana zako, mashida zako, dhambi zako, uwe huru. Tunataka sasa kujifunza neno. Amen. Wakati tumeelewa sasa. Yesu makofi mazuri. Soma mtumishi. Soma Marko 11:25. Nani kila msimamapo na kusali. Sameheni. Ukiwa na neno juu ya mtu. Ili Baba yenu aliye mbinguni. Awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini kama msamehe. Wala Baba yenu aliye mbinguni. Atawasamehe ninyi makosa yenu. Kwa hivyo ibada yako haiwezi kubalika kama hujasamehe. Ndio unaona Biblia inasema hata ukija madhabahuni kwa Mungu na unakwenda kutoa sadaka na una neno na mtu, acha sadaka yako madhabahuni, tafadhali kwanza na mwenzako
alafu kisha ndio sadaka. Kwa hivyo kuna watu wanafanya ibada nyingi sana, miaka nyingi sana for nothing. Siku ya leo Yesu aliyekwenda msalabani, akapigwa, akadharauliwa, akalaaniwa, akabeba dhambi zako zote. Umewahi kujua kwa nini Yesu alisema Eloi Eloi lama sabakthani? Maana yake Mungu wangu mbona umeniacha? Ni kwa sababu japokuwa alikuwa hana dhambi, alibeba zile dhambi zetu, na Mungu hawezi kukaa na mwenye dhambi. Kwa hivyo Mungu akamwacha. Ndio ni kusudi la Mungu. Sema amina. Kwa hivyo Mungu alikuwa akimwangalia anaona dhambi, hamuoni Yesu. Kwa hivyo akakaa pembeni mpaka alipokufa. Ndio akaenda kwa shetani na kwa shetani, wewe umekuwa ukisumbua watu wangu sana, umepata magonjwa, umesababisha vifo, umesababisha mateso kwenye familia, umeleta umaskini na fedheha. Leta kifungo mara moja. Sema amina. Haki aliyokuwa nayo shetani ikafutwa, ili kimwamini Kristo akusamehe. Kwa hivyo mtu yote ambaye anamwamini Kristo ili afanyike mtu mpya na Kristo, huyo mtu ako chini ya laana, ako chini ya hukumu, atateseka, ndio itamtesa. Sema amina. Laana itakula, umaskini, hata akiwa na pesa hizi kuzikula na raha. Lazima mtu tajiri kuna VAT, ako na manyumba lakini ana kisukari, ana kansa, hata mahali pa kupumzikia. Lakini wewe ambao uko na Yesu, unatembea kusema Yesu ni Bwana, amenibadilisha Yesu. Sema amina. Kwa hivyo na sisi, kwa sababu tulikuwa watu wabaya kama wengine, imetupasa na sisi kubeba mzigo wao, tuwaombee, tuwahubirie na wao waipate neema ya Yesu na wakombolewe. Na hivyo Mungu ataendelea kukusafisha. Maana Biblia inasema kwamba tunda linalozaa Bwana Yesu ataendelea kusafisha lizidi kuzaa. Sema amina. Ni Yesu makofi mazuri. Are you believe it? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Mungu alifanya kazi kubwa jamii. Alipeana sadaka ambayo ni Yesu. Akamwaga damu ambayo si ya wanyama, si ya ng'ombe wala mbuzi, na si ya binadamu yote yule, lakini damu ya mwili uliotengenezwa mbinguni ukaletwa duniani. Haleluya. Tupige Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo wewe ni tofauti sana. Mmoja yako ni tofauti sana. Mwambie umekombolewa kwa damu ya Yesu. Wewe ni huru ndani ya Kristo. Tupige Yesu makofi mazuri. Kitabu cha Wafilipi 1:7 kama sijakosea. Kitabu cha Wafilipi 1. Nasoma Wafilipi 1:7. Vile vile kama ilivyo wajibu wako. Wafilipi, Efeso. Waefeso 1:7. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi, msamaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Yaani sijekuwa ni neema Yesu wapendwa. Hata leo tusingekuwa tunasema tunaokoka, maana dhambi zote na mingi. Hata sasa hivi kuna madhaifu uko nayo, lakini Bwana anakubebea na anakusaidia kusonga mbele. Sema amina. Si useme amen. Kwa hivyo tunaposema Yesu amekufa msalabani, tukumbuke amekuja kufanya nini. Kusudi la Mungu ni nini? Ndio tusudi tena kwenye dhambi tena. Tujue kabisa kwamba tunaishi maisha ya kumtukuza Mungu kwenye maisha yetu. Kumbuka kinachokufanya uende mbinguni si matendo, ni imani. Na imani ikiwa ndani yako haimaanishi ikiwa ndani yako utafanya matendo ambayo ukwenda mbinguni kwa imani. Imani ndio inakupa nguvu ya kuishi maisha matakatifu. Maana pasipo imani huwezi kuishi maisha matakatifu. Imani ndio power. Vile mtu anaokima na mimi tunaweza kuona hivyo vile unaamini nikimwamini Yesu sitaishi kwa dhambi tena. Automatically unakuwa uwezi kutenda dhambi. Sema amina. Yesu makofi mazuri. Simama na miguu yako tu. Nataka uende nyumbani kwa kupumzike, ujiandae kesho.